chapter 11. Ninajua katika haya maandiko huwa tunaombili kuhusu ufufuo, lakini leo hii nimepewa neema nyingine. Leo nimepata ufufuo mwingine. Yaani ya kwamba katika ufufuo si ufufuo leo tunapata kupatiwa neema nyingine ambaye ni ya Biblia. Bwana Yesu apewe sifa. Maana kuna mtu anaenda kufunua siku ya leo. Pengine waenda ukawa ni wewe. Basi mtu mmoja alikuwa hawezi. Lazaro wa Bethania. Mwenyeji wa mji wa Mariamu na Martha. Dada yake. Ndiye Mariamu yule aliyempaka Bwana Mariamu. Sio yule Mariamu aliyempaka Yesu. Mariamu.
alikuwa ndani pale pale alipomlaki Martha. Basi Wayahudi walipokuwepo na Mariamu nyumbani, walinzi walipomwona jinsi alivyoondoka upesi, Walipomwona jinsi anatoka upesi, walimfuata huku wakidhania ya kuwa anakwenda kaburini ili wakidhani ya kwamba anakwenda kaburini apate kulia kwa kaburi. Basi Mariamu alipofika pale alipokuwepo Yesu, Mariamu alipofika mahali ambapo Yesu wako na kumwona, alianguka miguuni pake akamwambia, Bwana, kama ungelikuwepo hapa, ndugu yangu angekufa. Basi Yesu alipomwona analia, wale Wayahudi waliofuatana nao wanalia, alikuwa rohoni, alipata kuua rohoni mwake, akafadhaika roho yake, akasema, mmemweka wapi? mmemweka wapi? Wakamwambia, Bwana, njoo utazame. Yesu akalia machozi. Wayahudi wakasema, angalieni jinsi alivyompenda. Wao wakasema, je, huyu aliyemfungua macho yule kipofu hakuweza kumfanya na huyu asife? Basi Yesu hali akiugua tena nafsini mwake, akafika kwenye kaburi. Mahali ilikuwa ni pango, jiwe limewekwa juu yake. Yesu akasema, liondoeni jiwe. Maana dada yake yule akamwambia, Bwana, ananuka sasa, maana amekuwa maiti siku 4. Yesu akamwambia, mimi sikukwambia ya kwamba ukiamini utaona utukufu wa Mungu. Basi wakaliondoa lile jiwe. Yesu akainua macho yake juu, akasema, Baba, nashukuru kwa kuwa umenisikia. Kwa sababu unanisikia. Nami nalijua ya kuwa wewe unasikia siku zote. Nami najua ya kwamba wewe unanisikia siku zote. Lakini kwa ajili ya mkutano huu waliohudhuria nilisema haya, ili wapate kusadiki kwamba ya kwamba wewe ndio aliyemtuma. naye akija kusema haya, Naye akija kusema haya, akalia kwa sauti kuu, Lazaro, njoo huku nje. Akatoka yule nje Aliyekufa amefungwa sanda miguuni na mikononi, uso wake amefungwa. na uso wake umefunikwa leso, na Bwana alibariki neno lake. Bwana yetu apewe sifa. Nimekuja kuongea ya kwamba kuna mimea katika maisha, kuna mimea inakuja katika maisha yako, kuna mimea ambaye ni mimea vitu zako ziliharibika. Nimekuja nikuambie baada kutoka tu, maana kuna mimea ambaye mimea hii itaenda kuinua maisha yako. Bwana yetu apewe sifa. Alipokuwa akiongea na Martha, kuna mimea alikuwa anaweka katika maisha ya Lazaro. Alikuwa anatoa ile ndugu na kukula, alikuwa anaweka mimea ya moyo. Maana kile ambaye kilikuwa kimevunjika ni maisha yake, na alikuwa anaweka mimea. Wanasifiwe. Haleluya. Alikuwa anaweka mimea ya moyo. Na leo hii nimekuambia ya kwamba kile ambaye umepitia katika maisha ya kung'ang'ana, kuna mimea ambaye Yesu ameingia akaweka mimea. Yesu anapoingia anaweka mimea kwa kile ambaye kimevunjika, anaweka mimea katika baba yako, anaweka
mwake. Because mwenye Biblia anapoingia anaweka Biblia za milele na milele. Bwana asifiwe. Mwenye Biblia ameingia katika jamii. Mwenye Biblia ameingia katika nyumba hii. Na chochote kilionekana pale na mtumishi wa Mungu kitaanza kuwa hivi karibuni. Maana tayari Biblia imeingia. Na Biblia inapoingia lazima maisha yetu yakabadilike. Tunanawiri katika biashara. Tunanawiri katika kazi. Tunanawiri kwa chochote. Tunaachika na mikono yetu. Maana mwenye Biblia ameingia. Mwenye Biblia ameingia. Mwenye Biblia ameingia. Na anapoingia hatutaanza kunyamaza kama mtu amemwachiwa maji. Wakati umefika na wakati ndio huu. Wa mwenye Biblia kuingia na weke Biblia kile ambaye kimepotea, kile ambaye kimevunjika, unakuwekwa Biblia mtu wa Mungu. Bwana asifiwe. Ni kwa muda tu. Kuna neno ambaye amesema pale. Si kwa pale, lakini ili utukufu wa Mungu upate kuonekana. Unajua ndio alisema nini? Unaweza kuwa mwaka umeisha umepitia hali ngumu sana. Si ya kwamba maisha yako hayakumbukwa na Mungu. Si ya kwamba maombi yako hayasikika. Alikuwa anaongea anasubiri tu ili akaweke Biblia kipoza akajitukuze. Bwana asifiwe. Haleluya. Sitakuwa nikikumbuka wakati ambao utalewa hivyo. Bwana asifiwe. Maana umelewa umeleka. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Kila mtu anawaza mbingu. Hata usijiji kiumbeje unawaza mbingu. Bwana asifiwe. Lakini hii mbingu ndio inakuletea karibu. Nikwambie kwenye Biblia ameingia. Na anapoingia atalibea maisha yako. Atalibea jamii. Wewe kama mzee alitoroka. Wewe Biblia ameingia alekesha mzee. Bwana Yesu apewe sifa. Wewe kama kazi ikajenga. Wewe Biblia ya kazi ameingia alekesha kazi. Wewe kama biashara ulikuwa nainuka lakini unaenda chini. Unaanza kulia uchumi si uchumi. Na mwenye Biblia aweke Biblia mahali wanasaini Biblia. Mwenye Biblia ni Yesu Kristo. Na anapoingia anaweka Biblia kile ambaye kimeharibika kwa miaka mingi. Anaanza kutengeneza. Anaweka Biblia Kiswahili na ifanye ukarabati. Nimetumwa kwako mama. Nimetumwa kwako. Nikwambie mwenye Biblia ameingia katika jamii. Mwenye Biblia ameingia katika baba. Ili atengeneze kile ambaye kimeharibika. Mwenye Biblia. Bwana asifiwe. Mwenye Biblia anapoingia anaingia kitu ambaye ni cha thamani. Hawezi akaribia kitu kinachovunjika. Bwana asifiwe. Anaingia kitu kidumu milele. Umefanywa Biblia. Umefanywa Biblia. Umefanywa Biblia. Umefanywa Biblia. Umefanywa Biblia. Ninasema Biblia. Ninasema Biblia. Biblia katika nyumba. Biblia. Biblia. Katika maisha yako. Nasema Biblia. Biblia ameingia. Biblia ameingia. Yes, inauza. Yes, inauza. Ndugu yangu mtanda kama hata niite mtanda tu. Maana ninaishi kuna Biblia na Biblia. Kuna Biblia mama katika maisha yako. Kuna Biblia mzee katika maisha yako. Maana anapoingia unaelewa moyo wako. Anaweka Biblia na mambo yako yanaenda kuinuka kwa jina la Yesu. Mwenye Biblia katika wachezaji wa kinanda ameingia kunibea kile ambaye kimevunjika kinaanza kunibewa tena kwa jina la Yesu. Tunamalizia pale nyumbani. Ni wakati wa Biblia. Ujumbe unaopanga vizuri my brother, my sister. Ya kwamba ni wakati wa Biblia. Na elewa kitu ambacho kinafanywa Biblia. Ni kitu ambacho kinakuanga chini ya Biblia.
wanaenda kukumbuka. Umekuwa unakumbua biashara, unafunga, unafungua, unafunga. Mpaka watu wanasema huyo mama ni kazi yake ni kukumbua na kufunga. Hakujuani shida ni nini. Kuanzia leo hiyo biashara unaenda kukumbua. Hautafunga. Uko pale nyumbani hujaokoka, una nguvu katika kukiri kwa kinywa chako. Fuata hii maneno nyuma yangu pale nyumbani. Sema, Bwana Yesu, naja mbele zako. Mimi ni mwenye dhambi, niokoe. Futa jina langu kwenye kitabu cha mauti. Andika jina langu kwenye kitabu cha uzima wa milele. Kuanzia leo nimekataa shetani na kazi zake zote. Mimi ni wa Yesu. Umefuata yale maneno, mtu wa Mungu, popote pale unapotazama hiki kipindi, tayari umeokoka. Jumapili njao, tafuta kanisa nzuri. Kanisa zimekuwa nyingi nyakati hizi. Zingine zinauza maji, zingine zinauza anointing oil, fagio, hizo vitu zote. Usiende kwa kanisa kama hiyo. Enda kanisa iliye na neno. Take time utafuta kanisa iliyo na ukweli. Kanisa wa leo ni chache sana, zile ziko na ukweli wa Mungu. Zile nyingi ni sarakasi. Kwa hivyo tafuta kanisa nzuri na Bwana atakubariki. Uko pale nyumbani kuna mahitaji. Pengine wewe ni mgonjwa ama matatizo ya kijamii. Nataka ukaribie runinga yako, uwekelea mkono wako kulingana na mkono wangu, tuamini. Si lazima upewe maji ama hizo vitu zinafanywa wa leo ati ndio waamini. Nyingi ni idol worship zinazoendelea siku za leo. Amini Bwana, wewe uliye mgonjwa na utapona. Shika uwekelea televisheni yako mkono kulingana na mkono wangu. Nataka tuamini na Bwana atakutendea. Baba, kwa jina la Yesu nakushukuru. Ninakuinua, ninakuabudu. Wewe ni kimbilio, wewe ni tegemeo na msaada wa karibu. Nainua mtazamaji wangu pale nyumbani mikononi mwako, walio ni wagonjwa na waombe uponyaji, walio na matatizo ya kijamii, Mwana wa Mungu ingililia, leta suluhisho, maana unaweza. Na kanya kila mipango ila na njama za shetani kinyume cha watu wa Mungu. Na kuanzia leo kupitia kwa nguvu za ulimi nimelikilia ushwari kwa kila na moja. Uinuliwe Baba na uabudiwe milele. Kwa jina la Yesu ninaomba na kuamini. Sema amen. Pale nyumbani kuna maswali mengi mmekuwa mkijiuliza, tunaweza support huduma kwa njia ipi? Kuna partnership, utaiona hapo pamoja na namba yake hapa chini ya televisheni yako. Partnership ambao nimeanzisha juzi tu. Kwa hivyo ukiwa unataka kusupport huduma, utaweza kuweka mchango wako kwa hiyo namba na Bwana atakubariki. Ni kuage na kusema kwamba Bwana akubariki, Bwana akuinue na Bwana akutende mema. Shalom, shalom.